الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، لقد كان شهر رمضان مدرسة إيمانية عظيمة تعلمنا فيها كثيرا من الخير، ومن المهم أن نحافظ على هذه المكتسبات بعد رمضان. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ndiye anafaa kushukuriwa. Hakika sifa kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu tunamtegemea katika mambo yetu, Mwenyezi Mungu ambaye tunamtaka msamaha makosa yetu, tunatubia kwake kutokana na mapungufu yetu ya matendo, tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari za nafsi zetu na miongoni mwa mabaya ambayo tunayafanya. Ameongozwa na Allah, hakuna kumpoteza, na aliyopoteza na Allah hakuna kumwongeza. Nashuhudia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja pekee, hana mshirika wala msaidizi. Wahasa kiimani, tumesoma mambo mengi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mambo ambayo ni ya muhimu, mambo ambayo ni mazuri. Ni jukumu kwetu kuweza kuhifadhi mambo hayo baada ya Ramadhani, na miongoni mwa mambo ambayo tuliyasoma na kuyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani, muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal alani, ni kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala na kuchunga sheria zake na kuona ya kwamba Allah anatuona tukiwa sehemu za siri, Allah anatuona tukiwa sehemu za wazi. Hayo ni madrasa ambayo tuliyasoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala subhanahu إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أنا سمع الله سبحانه وتعالى hakika yule ambaye atamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala akachunga sheria zake mahali ambapo haonekani na yoyote, yuko peke yake, akaogopa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, malipo ya yule atakayefanya hayo, Mungu atamsamehe kwanza makosa yake na atampa ujira na kuwa kubwa. Hayo ni madrasa tuliyosoma ndani ya mwezi wa Ramadhani. Madrasa nyingine tumesoma sabru, tumesoma kuwa na subira na kuilazimisha nafsi kuwa na subira na kuilazimisha nafsi kuvumilia njaa na kiwi na kuacha yale ambayo nafsi ilikuwa inapenda mchana mzima wa Ramadhani. Hayo ni mafunzo ambayo tumeeleka ndani yake. Muislamu anapaswa kuendeleza mafunzo hayo. Mafunzo mengine tuliyopata ndani ya Ramadhani, takaful wa tarahmu baina an-nas bi musaada, ni watu kusaidiana na kuhurumiana baina yao, hasa kwa wale ambao walikuwa ni mafakiri, tumefuturishana, tumeitana majumbani, wale ambao walikuwa na haja tunawasaidia. Wa idkhalu surur ala almuslimin, tumeingiza furaha katika vifua vya Waislamu. Hili darasa liendelee hadi baada ya Ramadhani kuondoka, Waislamu tuwe kupendana na kuhurumiana na kuwekana furaha baina yetu. Jambo lingine tulilisoma ndani ya Ramadhani, انضباط وتنظيم الوقت من خلال الالتزام بمواعيد الصيام والصلوات. Tumesoma kuchunga muda, tulisoma kuchunga muda
na kupangilia nyakati, kiasi ya kwamba watu walikuwa wakidiriki swala kwa nyakati zake, watu wamediriki swaumu na kuzifunga kwa nyakati zake, na watu leo tumeswali swala ya Idi kwa wakati ambao tumepangiwa kisheria. Haya, Muislamu ndio maisha ambayo anapaswa aishi nayo. Muislamu sio mtu wa kupoteza muda wake ukaondoka hivyo hivyo. Jambo lingine tulisoma ndani ya Ramadhani, taqiyatula mapenzi yetu pamoja na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisoma sana Qur'an, tulizingatia yaliyokuwa ndani ya Qur'an, tumefikiria watu wenye busara, nini Allah anataka tufanye na nini Allah anataka tuache. Hayo masomo yanapaswa kwa Muislamu kuyaendeleza hata baada ya Ramadhani. Afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Mungu anauliza, kwa nini hatuzingatii yale ambayo yanazungumzwa ndani ya Qur'an, au katika nyoyo zetu kuna kufuli ambazo zimesababisha tushindwe kuelewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ndani ya Ramadhani tumejitilia na kuona ni kipi Mungu anataka tufanye na kipi hataki tuache. Hayo ni maisha ambayo hata baada ya Ramadhani yaendelee. Jambo lingine tulilisoma ndani ya Ramadhani, almuhafidhatu ala alibadati wa taati wa khasatan as-salatu wa qiyam al-layl. Tumesoma ya kwamba ni lazima kuhifadhi ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha, hasa ibada ya swala na kuswali visimamo vya usiku. Watu tumezitekeleza ibada zetu ndani ya Ramadhani, na haswa baada ya Ramadhani ibada hizo ziendelee. Jambo lingine tulilisoma ndani ya mwezi wa Ramadhani, tahdhib al-akhlaq wa suluk bi-ibtiadi al-kadhib wal-ghiba was-sabb. Tumesoma ya kwamba kuifunza nafsi iwe na tabia njema, iwe na tabia njema na kujiweka mbali na uongo, na kujiweka mbali na kuwazulia watu, na kujiweka mbali na kutukana, na kujiweka mbali na tabia ambazo ni mbaya. Tumejifunza ndani ya Ramadhani. Ndio maana sote tulikuwa tabia nzuri. Ramadhani tufunza kuwa wa kweli na kuwa na tabia nzuri. Ayuha almu'minun, inna Ramadhana madrasatu libina'i almuslim as-salih. Ndugu zangu Waislamu, hakika mwezi wa Ramadhani bila shaka ni chuo, ni madrasa, ni masomo ambayo yamekuja kumuunda na kumuandaa mtoto mwema, yalikuja kumuunda na kumuandaa Muislamu mzuri. Falmuhafidha ala hadhihi alqayyim ba'da Ramadhan, zile tabia ambazo Ramadhani tujiunga nazo, Waislamu tujitahidi kuzihifadhi hata baada ya Ramadhani. Qala subhanahu, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini, mlazimishwa kufunga mwezi wa Ramadhani kama walivyolazimishwa walikuwa kabla yenu. Malengo ni kupata kufikia uchamungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tumtake Mwenyezi Mungu msamaha, ni Mungu wa kusamehe waja wake. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye anapaswa kushukuriwa. Tunamshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala, shukrani nyingi zina baraka ndani yake, kama anavyopenda Mola wetu na anaridhia. Nashuhudia pia hakuna mola pekee kwa bila haki ila Mwenyezi Mungu mmoja pekee, hana mshirika wala msaidizi. Muhammad ni mja wake Mwenyezi Mungu na ni mtume wake. Amma ba'du, ayuha almuslimun, inna min a'zami ma tahtajuhu al-umma wahdatu as-saff wa ijtima'u al-kalima. Ndugu zangu Waislamu, baada ya hayo, kwa hakika miongoni mwa mambo makubwa ambayo umma wa Kiislamu unahitaji kwetu kama Waislamu ni kuwa kitu kimoja na neno letu liwe ni moja. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
shikamaneni katika kamba Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja, wala msitofautiane. Unazooni aya hii walitafsiri hablullah ya kwamba ni Uislamu, na wengine wakatafsiri ya kwamba ni Qur'an. Bwana, na sisi Waislamu tunahitajika kushikamana na mwongozo wetu wa Kiislamu, tukawa kitu kimoja, wala tusiwe makundi. Na miongoni mwa mambo ambayo tukiyafanya yanatuonyesha kwamba tuko kitu kimoja Uislamu, intifaa haula qiyadati muslimin, kuwa nyuma ya viongozi wetu wa Kiislamu kwa yale ambayo watatuamrisha ya kumpendeza Allah na kumridhia, na sisi kama Waislamu tukawa nyuma yao. Ihtiramu ulama wal mas'ulin, kuheshimu mashekhe zetu, wanazuoni na wale ambao ni viongozi wetu, tusimamie katika mambo yetu, tukiwaheshimu na kufuata yale ambayo tuongoza akheri. Hili ni moja ya kuonyesha kwamba tuko katika kamba moja na wao. Ataawunu mahum fima fihi maslahatu lislam wal muslimin, kusaidizana viongozi wetu kwa yale ambayo tunaona na maslahi na dini yetu na Uislamu, tukawa pamoja katika kusaidiana. Hili litatuonyesha kwamba tuko nyuma ya viongozi wetu, tunawakubali na neno letu ni moja. Ayuha ikhwati mu'minin, inna almuslimina fi Burundi bihajati ila takafut, bihajati ila takatufu wa taalufi. Waislamu, hakika Waislamu wa Burundi tuna haja tena kubwa ya kuwa kitu kimoja na neno yetu iwe moja, wal amalu maa, na kutumika pamoja, ala nashri alkhair, katika kutangaza kheri katika nchi yetu ya Burundi. Taalimu din, tuwe kitu kimoja katika kusoma dini yetu. Khidmatul mujtama, tuwe kitu kimoja katika kusaidia jamii yetu. Idharu akhlaq alislami, kudhihirisha tabia za Kiislamu katika nchi yetu ya Kiislamu. Bila shaka Waislamu wa Burundi jambo hili linahitajika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wataawanu ala albirri wattaqwa, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo ya kheri na uchamungu, wala taawanu ala alithmi wal udwan, wala msisaidiani katika mambo machafu na uadui. Ndugu zangu Waislamu, ibadallah, ushkuru Allah azza wa jalla ala ni'mati al-amn wal istiqrar. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ambayo tumeonyesha ya amani na kuishi kwa utulivu. Wallahi ndugu yangu, nashinda kukwambia pongezi, nashinda kukwambia furahia Idi yako hii, ili hali kuna wenzetu wallahi Idi hii hawakuiswali kwa hali ambayo kunayo na matatizo katika nchi zao. Kuna wenzetu Idi hii hawana furaha kwa sababu wakitazama hawaoni wazazi wao wameondoka, hawajui wazazi wako wapi, hawajua kwa haya wamekufa. Nashinda kusema tufurahi kuona kwamba kuna wenzetu hata Ramadhani hawakufunga vizuri, kuna wenzetu hata hivi sasa mpaka sasa wao katika ukimbizi, lakini mimi na wewe leo tumekamilisha Ramadhani. Tumshukuru Allah kwa neema hiyo. Mimi na wewe tumeiswali la Idi, tumshukuru Allah kwa hiyo, na tuwaombee ndugu zetu ambao katika matatizo, Allah apate kuwaondoa katika matatizo. Tuwaombee ndugu zetu ambao walipotezwa waweze kurudishwa katika familia zao. Tuwaombee nchi yetu ya Burundi izidi kudumu katika amani, fa innahu min ajli ni'amillah, kwa sababu amani ni miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Kuwa na amani na dini yetu, kuwa na amani na mambo yetu ya Kiislamu, kuwa na amani katika familia zetu, kuwa na amani katika mali zetu. Walaysa lana illa an naqula kama qala al-anbiya, na haipaswi juu yetu isipokuwa tuseme kama alivyosema baba wa mitume Abii Ibrahim katika kuomba dua, alisema rabbi ij'al hadha al-balada amina, Mola wangu jalia mji huu wa Maka ni mji wa amani, warzuq ahlahu min ath-thamarat, na warzuku watu wanaishi hapa Maka matunda tofauti waweze kukushukuru. Na sisi tunasema ewe Allah, tujalie mji wetu na nchi yetu ya Burundi iwe ni nchi ya amani, na utupe aina tofauti ya riziki zako. Allahumma amin. Tuna ishara tubijuhudi qadati dawla, pia vile vile kushukuru juhudi ambazo wanazifanya viongozi wa nchi, wala asifa kama rais dawla, na kiongozi ambaye anakusudiwa wa juu ni mheshimiwa kiongozi rais wa nchi, anavyozunguka kwenda huko na kule kwa sababu ya kutaka sisi wananchi tuishi katika amani. Pia tusimsahau katika ndugu zetu
Allah ampe nguvu na kuweza kusimamia jambo hili ili tuzidi kudumu katika amani. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha kwa Waislamu. Tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Yale madarasa ambayo tuliyapata na Ramadhani usikubali kuyaharibu katika siku ya leo, kwa sababu kuna adhabu kali kwa yule ambaye atamkosea Mwenyezi Mungu katika siku ya leo ya Eid. Tufurahi kama tulivyoelekezwa na dini yetu, tutembeleane, tuunge ndugu, tusaidizane, tuitane, kwa sababu leo ni siku ya kufurahi. Msalia Mtume Allah anaamrisha akasema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الوحيدين رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتوباتنا وزكاتنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين واشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.